kama mtakaa katika neno langu mtakuwa wanafunzi wangu. Na akawaambia pia ya kwamba mtajua ukweli na ukweli utawaweka huru. Kwa hivyo tukasema ya kwamba ni vizuri kuelewa neno la Mungu. Ni vizuri kukaa ndani ya hilo neno, watu wa Mungu. Kwa sababu tunapokaa ndani ya hilo neno la Mungu, hapo ndio tutajua ukweli. Maana leo tunaishi katika dunia ambayo kuna uongo mwingi. Ukikaa ndani ya hilo neno, unakuwa mwanafunzi wa Yesu na unaendelea. Unavyoendelea mbele, unajua ukweli. Maana neno la Mungu liko na ukweli. Ukweli wa maisha. Ukweli wa kila kitu ambayo tunataka. Ili tusije tukaingia katika udanganyifu wa yule adui. Maana adui najua ya kwamba huwa anataka tu akuchanganye hivi hapa na pale, alafu uingie katika kupotoka ili usione baraka za Mungu. Lakini najua ya kwamba tunavyoendelea tutaendelea kujua na kuelewa maneno ya Mungu. Kwa hivyo tunaendelea na ile neno ambalo tulikuwa tumejifunza Jumapili iliyopita. Tulikuwa tumejifunza kuhusu kurejeshwa na Mungu, na tukawa tunaona ya kwamba ili pia Mungu aturejeshe, ni vizuri kuwe na ile mbegu ambayo inasimama mbele za Mungu, mbegu nzuri inayonena mbele za Mungu kuelekea watu wa Mungu. Na tukaona ya kwamba ijapokuwa mtu anaenda kwa huzuni wakati anapoenda kupanda mbegu, lakini anarudi akiwa amejaa furaha anapochukua ile mazao ya ile mbegu. Bwana asifiwe. Amen. Na tukaona ya kwamba na tulisema ya kwamba si tu hatusungumzi tu mambo ya pesa. Unajua kuna watu wengi wanaposikia kuhusu kupanda mbegu wanaona tu ya kwamba ni pesa, watu wanataka pesa. Hapana. Ndio tunahitaji pesa, lakini tunajua ya kwamba kuna mbegu nyingine ambao hupandwa katika maisha. Unaona hata maisha ambao tunaishi kila siku ni mbegu tunapanda, na inategemea ya kwamba ni mbegu ya aina gani. Na tuliona ya kwamba ikiwa wewe ni mtu ambaye umeendelea kupanda mbegu nzuri mbele za Mungu, unaweza kuwa leo uko katika changamoto, unaweza kuwa leo uko katika shida, lakini nataka kujua ya kwamba ukiendelea mbele, siku inakuja ambayo Mungu akakurejeshea. Bwana asifiwe. Wakati wa mavuno, unaona wakati wa mavuno ni wakati wa kurejeshwa. Kwa sababu wakati wa mavuno tunajua ya kwamba wakulima huwa wanaenda kufurahia zile vitu ambao, ile kazi ambao wamefanya. Lakini ili uweze kuwa na mavuno ni lazima ufanye kazi, si ndio? Hakuna vile unaweza kusema ya kwamba utakuwa na mavuno kama wewe hujafanya kazi. Mtu ambaye hafanyi kazi, huyo huwa hakuna kitu anavuna. Kwa hivyo ni vizuri kufanya kazi ya Mungu. Ni vizuri kufanya kazi katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe. Amen. Tulikuwa tukaona ya kwamba wakati wa kupanda mbegu ni wakati wa kuvumilia watu wa Mungu. Tukaona ya kwamba ni wakati wa kungoja. Wakati mwingine unapopanda mbegu ni wakati wa kujinyima, ni wakati wa kujitolea. Bwana atusaidie. Amen. Na siku ya leo katika hilo neno ninataka tuone aina ya watu wengine ambao hao ni watu ambao nataka tuone hali ya uvivu. Maana kuna uvivu, yaani hali ya uvivu. Mtu mvivu ni mtu ambaye hawezi akavuna. Mtu mvivu, maana najua ya kwamba kuna uvivu katika nyumba ya Mungu. Kuna uvivu kwa watu wa Mungu. Kuna watu ambao wana uvivu katika imani. Kuna watu ambao wana uvivu katika hali ya uvumilivu, watu wa Mungu.
Na watu kama hao ni watu ambao hawawezi vuna kitu chochote. Mtu mvivu katika hali ya kawaida hawezi akavuna kitu chochote. Wakati watu wanavuna, yeye anaangalia tu. Bwana asifiwe. Amen. Na tunapozungumzia kuhusu hali ya kuvuna, ni mtu ambaye aliyepanda. Ni mtu aliyepanda kwa bidii. Ni mtu aliyejitolea. Maana mtu ambaye hana bidii, mtu ambaye hajitolei, ni mtu mvivu. Bwana asifiwe. Amen. Katika hali mtu mvivu ni mtu ambaye hawezi kufuatilia. Mtu mvivu ni mtu ambaye anafanya tu kazi lakini hafuatilii ile kazi. Anaweza tu akaenda akalima shamba lake na akalima hapo na akatupa mbegu hapo na akaenda zake. Maana wakati unapopanda mbegu ili uweze kuvuna, unahitajika ufuatilie, si ndio? Inahitajika uende ukalilie ile mbegu shamba. Inahitajika kama ni ya kuweka maji, uweke maji, uendelee kufuatilia mpaka inapofika wakati wa mavuno. Lakini ndugu ama dada ambaye hawezi kufuatilia, huyo hakuna kitu ambaye huwa anaweza akapata. Na tutasoma katika kitabu cha Mithali. Leo tutasoma kitabu cha Mithali, Proverbs chapter 24. Mtu mvivu ni mtu ambaye hawezi akafuatilia. Ni mtu ambaye anafanya tu kazi, anatupa mbegu zake hapo na anaenda zake, anaenda analala. Kama vile tunajua ya kwamba watu wanapenda usingizi, kulala. Ukisoma kitabu cha Mithali 24 mstari wa 30, inasema ya kwamba, Mithali 24 mstari wa 30, tuko hapo. Inasema ya kwamba, nilipita karibu na shamba la mvivu na shamba la mzabibu la mtu asiye na akili. Kumbe lote pia limemea miiba, uso wake ulifunikwa kwa viwawi na ukuta wake wa mawe umebomoka. Ndipo nilipoangalia na kufikiri sana, naliona nikapata mafundisho, bado kulala kidogo, kusinzia kidogo, bado kukunja mikono upate usingizi. Hivyo umaskini wako huja kama mnyang'anyi na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha. Bwana atusaidie. Amen. Biblia inazungumzia kuhusu mtu mvivu. Tumesema ya kwamba mtu mvivu ni mtu ambaye hawezi akafuatilia, yani ni mtu ambaye anafanya tu kitu mradi tu. Kama ni mtu ni kitu amepanda, kama ni mbegu amepanda, anaenda tu anatupa hapo na anaacha, anaenda zake. Na nataka tujue watu wa Mungu ya kwamba katika kufanya kazi ya Mungu, ile mbegu ambayo tunasema ya kwamba tunapanda katika kazi ya Mungu, tunapomfuata Mungu, hiyo mbegu inapandwa kwa ustadi, inafanywa kazi ya Mungu vizuri. Amen. Kwa sababu kazi ya Mungu ambayo tunafanya ni kazi ya muumba wa mbingu na dunia, si ndio? Kama vile tunajua ya kwamba wakati unapofanya hata kazi, unapofanyia bosi wako kazi, si unafanya kazi vizuri? Usipofanya kazi vizuri, bosi anaweza akakulipa? Hawezi akakulipa. Kwa hivyo mtu mvivu ni mtu ambaye hafanyi kazi kwa ustadi. Yeye anafanya tu mradi tu amefanya. Na najua tuko na watu kama hao siku ya leo. Katika kizazi hiki ambao tuko watu wa Mungu, tuko na watu ambao wameshikwa na uvivu wa mambo ya Mungu. Na mtu mvivu, watu wa Mungu, hakuna kitu anaweza akapata.
Mtu mvivu wakati watu wengine wanapoenda kuvuna, yeye ni hewa anapata. Na ndio maana tunaona hapa kwenye Biblia mwandishi anasema ya kwamba alipita karibu na shamba la mtu mvivu, shamba la mzabibu na mtu na Biblia inasema ya kwamba mtu mvivu ni mtu ambaye hana akili, ni mtu ambaye hana ufahamu. Bwana atusaidie. Maana hata ukisoma katika kitabu cha Mathayo chapter 7 verse 24, Biblia inazungumzia kuhusu mtu ambaye anayezingatia maneno ya Mungu. Na anasema ya kwamba mtu anayezingatia maneno ya Mungu ni kama mtu mwerevu ambaye alienda akajenga nyumba. Na Biblia inasema ya kwamba huyu mtu mwerevu alipoenda kujenga nyumba, alichimba kule chini na akaweka msingi. Bwana atusaidie. Amen. Akaweka msingi mzuri na akajenga nyumba yake pale juu ya msingi. Na wakati gharika zilipokuja zikapiga ile nyumba haikuanguka. Lakini hapo chini inazungumziwa mtu mwingine ambaye hana akili. Kama vile tumeona hapa ya kwamba shamba la mtu ambaye hana akili, mtu ambaye hana ufahamu, ambaye alienda tu akachimba hapo juu na akaweka nyumba yake hapo. Yaani mtu mvivu ambaye hawezi kuchimba apate msingi, si ndio? Yeye akaenda akajenga nyumba yake hapo juu, na wakati gharika zilipokuja ilichukua ile nyumba na ikapeleka mbali. Sasa huyo ni mtu ambaye hawezi akasimama kwa sababu yeye ameshikwa na uvivu. Bwana atusaidie. Amen. Biblia inasema ya kwamba huyu mtu mvivu shamba lake lilikuwa limemea miiba na uso wake ulikuwa umefunikwa kwa viwawi. Nadhani ni ile majani ambao huwa inamea inafunika, ambao inanyonya ile mbegu, watu wa Mungu. Na hata anasema ya kwamba na ukuta wake wa mawe umebomoka. Maana mtu ambaye mvivu ni mtu asiyefuatilia. Mfano sahi katika nyumba kama hii ambao tunafanyia ibada, tusipokuwa tunakuja hapa, labda tunaenda kwenye shughuli zetu tu, hatuje hapa, hii sehemu si inaharibika, si ndio? Hii sehemu iko safi kwa sababu watu huwa wanakuja wanafanya usafi hapa, watu wanakuja wanakutanika hapa, ndio maana tunaona iko nzuri, si ndio? Lakini anasema ya kwamba ili shamba la mtu mvivu mpaka ukuta wake unabomoka. Je, tuko na watu leo, watu wa Mungu ambao wanabidii? Maana mtu mwenye ambaye si mvivu ni mtu mwenye bidii katika mambo ya Mungu. Mambo ya Mungu pia inahitaji bidii. Mungu hawezi tu akafanya ati kitu hivi tu kwa hewa. Anahitaji watu ambao watakatana na uvivu na waendelea kupanda mbegu. Mbegu itakaozungumza siku za baadaye. Mbegu ambao wakati Mungu atakapoangalia aseme ya kwamba kweli hawa watu wanastahili kurejeshwa. Hata kama wakati mwingine tunapitia katika changamoto. Nani hana changamoto, watu wa Mungu? Kila mtu ako na changamoto, lakini hatutaki sasa changamoto zifanye tuwe watu wavivu, watu ambao wanatoa sababu. Bwana atusaidie. Amen. Unajua mtu mvivu ni mtu ambaye ana sababu nyingi tu za kutoendelea mbele. Mtu mvivu hata kwenda kwenye ibada huwa hataki. Unakuta mtu mvivu, mtu anafika mahali anapoeka na mambo ya Mungu. Mambo ya Mungu ni ya kufuatilia watu wa Mungu. Bwana atusaidie. Amen. Shamba la mtu mvivu. Je, leo hii wewe uko katika hali gani, mtu wa Mungu? Maana kuna uvivu nyingi leo ambao inawapata watu wa Mungu. Uvivu.
Unakuta mtu mvivu hawezi hata amuka aende kwenye ibada. Maana hata usipokuwa wewe ni mtu ambaye unahudhuria kwenye ushirika, je, utakuwa na kitu kweli? Mbegu inapatikana wakati ambapo unahudhuria katika ushirika, si ndio? Kwa sababu kwenye ushirika unaenda imani yako inaenda inaimarishwa kwenye ushirika. Kuvumilia kwako inaenda inaimarishwa kwenye ushirika kama huu. Bwana atusaidie. Amen. Tunatakiwa watu wa Mungu kuwa na bidii. Maana watu ambao wana bidii, hao ndio watakao kuwa na mbegu inayozungumza mbele za Mungu. Usifanye kazi ya Mungu kwa ulegevu. Mungu anataka bidii. Bwana asifiwe. Amen. Ikiwa kweli tuna bidii katika mambo yetu, kwa nini inapofika mambo ya Mungu ambaye ndiye muumba, ambaye ametuumba na akatuweka kwenye haya maisha, kwa nini hatu ina bidii? Watu wa Mungu tunakuwa watu ambao wamewekwa chini, haifai kabisa. Bwana asifiwe. Amen. Utaendelea tena kusoma katika hiyo kitabu cha Mithali 20. Ukisoma kuanzia mstari wa 4, inasema ya kwamba mtu mvivu hataki kulima wakati wa baridi, hivyo wakati wa mavuno ataomba hana kitu. Bwana asifiwe. Amen. Si unaona watu wa Mungu, anasema ya kwamba mtu mvivu yeye wakati wa baridi, na wakati wa baridi inaweza kuwa sio baridi kama ile ambao wakati mwingine labda tumekuwa tukishuhudia jana juzi wa nyakati ambao zimepita. Wakati wa baridi inaweza kuwa ni wakati ambapo hali sio nzuri kama wakati huu ambao tunaishi. Yaani wakati huu ambao tunaishi si wakati nzuri wa kumfuata Mungu. Maana mbegu hii ambao tunazungumzia ni mbegu ambao tunapanda katika hali ya kumfuata Mungu. Hiyo ndio mbegu tunazungumzia, tujue. Hatuzungumzii mbegu ya kwenda kupanda kule kwenye shamba kama hili. Lakini tunazungumzia kuhusu mbegu ambao tunapanda katika kumfuata Mungu, watu wa Mungu. Katika kwenda kwenye ushirika, katika kusimama na kazi ya Mungu. Hiyo ndio mbegu tunayozungumzia hiki. Amen. Mbegu ambao mahali tulianza katika Psalms 126, Biblia ilituambia ya kwamba wakati wale watu walipokuwa wanaenda kupanda, walikuwa wanaenda wakilia, lakini baadaye walirudi na furaha. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Inasema ya kwamba mtu mvivu yeye wakati wa baridi, maana tumesema mtu mvivu ni mtu ambaye anatoa sababu nyingi. Yeye anatoa mambo mengi ya kuto kuendelea. Na mtu kama huyo, Biblia inasema ya kwamba wakati watu wanavuna, yeye anaomba, hana kitu. Je, wakati itakapofika wakati wa mavuno, mtu wa Mungu, je, utakuwa na kitu kweli? Maana nataka tujue ya kwamba, unaona hapa watu wa Mungu, mimi najua wakati utafika ambapo mavuno itapatikana. Amen. Leo hii tunapanda mbegu. Tunapandaga mbegu ya maombi hapa, watu wa Mungu. Tunapanda mbegu ya kumfuata Mungu. Na si kwamba hatuna changamoto. Si kwamba huwa hatuna sababu nyingi za kutoa. Tuna sababu nyingi sana. Tuna mambo mengi sana ambao inaweza ikatufanya tusiendelee. Lakini bado tunaendelea. Bwana asifiwe. Amen. Na hatutarajii ati hatutakosa kuendelea. Hapana. Tutaendelea tu. Hata iwe nini.
Bwana atusaidie. Amen. Yaani mtu mvivu, watu wa Mungu, ni mtu ambaye ikifika wakati wa mavuno yeye hana kitu. Yeye anaomba wenzake. Maana yeye aliangalia hali. Na hata kwenye kitabu cha Mhubiri inatuambia ya kwamba unapopanda mbegu usiangalie upepo, usiangalie mawingu. Hapana. Hii mbegu ya Mungu ambao tunapanda, watu wa Mungu, atuangalie hali. Tunajua hali imetuzunguka, lakini lazima tuendelee kujaribu. Unadhani wakati unapojaribu Mungu haoni? Yes. Mungu anaona. Na ndio maana Jumapili iliyopita tuliona ya kwamba Mungu si mdhalimu, watu wa Mungu. Anaona vile unavyojaribu. Amen. Bwana atusaidie. Amen. Ni vizuri kuendelea kujaribu, watu wa Mungu. Hebu mfuate Mungu. Usiangalie hali ambayo labda leo imekuzunguka. Jaribu. Usiwe mtu ambaye unakosa hata katika ushirika. Kuna watu wengi ambao inapokuwa ni wakati wa kwenda kwenye ushirika kama huu, unakuta ya kwamba mtu anajipatia shughuli nyingi isiyokuwa na maana. Unakuta kuna mtu labda hata ikifika siku ya Jumamosi, unakumbuka labda kuna mtu ambaye kuna mtu wenu ambaye labda anaishi Murang'a, ambaye hukwenda kumuona kwa muda. Unaona, wacha kesho nikiamka niende nikamuone. Hapana. Inastahili njoo katika ushirika. Mimi najua ya kwamba unaweza kuwa labda na sababu za wakati mwingine ambazo labda inaeleweka, lakini kama si sababu ambazo zinaeleweka, njoo kwenye ushirika, mtu wa Mungu. Bwana asifiwe. Njoo kanisani. Hii mambo mengine ambayo tunakimbizana nao ya hii dunia ni ya muda tu, lakini tunapohudhuria kwenye ushirika, watu wa Mungu, tunakuja kufanya kwa sababu ya umilele wetu. Ni umilele tunafanyia kazi eti. Mahali ambapo roho zetu zitaenda. Wacha nikwambie, mtu hata mvivu ni vigumu hata kumuona Mungu. Kweli kabisa. Mtu mvivu anaweza kosa hata kwenda mbinguni. Maana mtu mvivu ni mtu ambaye anapenda hata kulala. Mtu mvivu hata wakati mwingine anaishi kwenye dhambi. Anajifunika blanketi la dhambi. Mtu mvivu yeye hana kitu cha kuvuna, maana hakupanda. Bwana atusaidie. Amen. Tasoma tena hiyo neno hiyo Mithali. Leo tutaendelea kujifunza hiyo kitabu cha Mithali. Mithali 26. Kitabu cha Mithali 26 mstari wa 13 inasema ya kwamba mtu mvivu husema simba yuko njiani, simba yuko katika njia kuu, kama vile mlango ugeukavyo katika bawaba zake, kadhalika mtu mvivu katika kitanda chake. Mtu mvivu hutia mkono wake saanini, kwa mchosha kupeleka tena kinywani pake. Mtu mvivu ni mwenye hekima machoni pake, kuliko watu 7 wawezao kutoa sababu. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inaendelea kuonyesha hali ya mtu mvivu, ambaye mtu mvivu ni mtu ambaye hawezi akapanda mbegu. Na anasema ya kwamba mtu mvivu, anasema ya kwamba simba yuko njiani. Yaani mtu mvivu kwa njia nyingine ni mtu hata ambaye anaogopa changamoto. Maana simba anaweza kuwa anasimamia changamoto, anasimamia hali zingine ambao wakati mwingine tunakutana nayo.
Mimi najua kwenye hii huduma kuna watu wengi walikuja, labda wakaona hali ambayo inakaa kama simba, na labda wakaenda wakasema ya kwamba huko tuliona simba, na wakaenda wakajificha huko lakini ukiwaona waambie simba huyo tutampiga na tuko karibu kumwangusha chini. Kwa jina la Bwana. Si ndio? Mimi najua kuna watu wengi ambao tulianza nao hii huduma, wengi leo hii wangeweza kurudi hapa wangejaa, lakini labda walikuja hapa wakaona simba simba wa ugumu, simba wa vita. Na unajua simba ukiona mahali kuna simba si anakurarua. Kwa hivyo mtu wa kawaida hawezi kwenda kumface simba. Hapana, ni watu wa utofauti kama Daudi. Si tunaona Daudi aliface simba na akamuua. Akaenda akamface yule lungu na akamuua. Na ndio maana aliweza kwenda kumface yule Mfilisti wa Gathi. Watu wa Mungu, mtu mvivu ana sababu nyingi, maana kusema ya kwamba umeona simba, hiyo ni sababu. Hiyo ni sababu yetu watu wa Mungu ya uvivu. Maana kama labda hata uliona simba akipita tu, si ndio? Kwani simba kwenye msitu, wale ambao tumeshaenda kwenye msitu, kwani simba akiwa mahali anakaaga hapo siku zote? Si anapita akienda. Lakini Biblia inasema ya kwamba mtu mvivu yeye anatoa sababu ya kwamba mimi nilimuona simba njiani. Na anasema simba yuko kwenye njia kuu, kwenye makutano ya njia, simba amesimama pale. Kwa hivyo hawezi toka, yeye anajificha. Hiyo ndio aina ya mtu mvivu. Maana ili huyu mtu aweze kutoka kwenye nyumba yake aende apande mbegu. Si ndio? Ukitaka kwenda kupanda mbegu shambani, si unatoka na unaenda? Unapanda mbegu kama umelala kitandani? Hapana, watu wa Mungu, unatoka. Unaenda unakutana na simba. Na unakabiliana nayo. Sisi tumekuwa tukikabiliana na simba hapa, na huyu simba wa hapa ni hatari. Hata sivyo watu wa Mungu. Tumekuwa tukipigana hapa na simba kwenye hii mji. Kwa hiyo kipindi yote ambao tumekuwa, lakini tunajua kwa msaada wa Mungu wetu tutamweka chini na tumkanyage afe. Tunaye simba wa Yuda hapo ndani yetu eti. Tuna simba mkuu ambaye ameshinda hawa simba wengine wa kawaida. Maana hawa simba wengine ni simba tu wa kawaida, si ndio? Lakini simba wa Yuda ni simba mkuu. Na Biblia inasema ya kwamba huyu mtu mvivu ambaye anasema simba yuko njiani, anasema ya kwamba kama vile mlango unavyogeuka, si unaonaga mlango ukifungua ile mlango inaendaga hivi pole 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 pole. Mtu mvivu na yeye ako hivyo, anageuka kitandani hivi pole pole, hata anaangalia hivi na anasema kuna baridi. Atoki pale, anachungulia hivi kwenye blanketi na anasema mnifunike maana kuna baridi. Hivyo ndivyo mtu mvivu yuko. Na kwa sababu ya hiyo hali, watu wa Mungu, huyo mtu hatapata mazao yoyote. Anageuka. Na hata Biblia inasema ya kwamba kadhalika mtu mvivu hivyo ndivyo alivyo kwenye kitanda chake. Na anasema mtu mvivu atakupeleka mkono kwenye sahani ya chote chakula, inamshinda. Mtu mvivu ni mtu ambaye hata si wa kukaa na yeye. Ebeneza wangu huwa tunagombanaga na yeye mara nyingi, maana anashikoga na hiyo roho ya uvivu, lakini huwa anakemea hiyo roho kwa jina la Yesu. Amwambie hiyo roho sitaki, itoke. Mtu mvivu hata akikula chakula aondoi sahani hapo, si ndio? Anakula, akimaliza inakaa tu hapo, anakaa hapo tu hivi, anaanza kulala. Mtu mvivu ni hivyo alivyo. Yaani hata mtu mvivu anataka alishwe chakula. Maana Biblia inasema hapa ya kwamba huyu mtu mvivu hata
akichota chakula kwenye sahani, hata kupeleka mkono kwenye nini, anachoka. Mtu mvivu ni mtu ambaye anachoka, anachoshwa na vitu vidogo. Usichoke. Bwana asifiwe. Kuwa mtu ambaye anaweza kukabiliana na mambo mazito. Na ndio maana tulisema ya kwamba mambo ya Mungu inataka bidii, si ulegevu. Mtu mvivu ni mtu mlegevu ambaye anafanya tu kazi. Mungu anataka kazi yake ifanywe kwa ustadi, vizuri, kazi perfect. Bwana asifiwe. Kazi nzuri ambayo akiangalia akiwa mbinguni anasema hiyo kazi ni nzuri. Leo ukiitwa na President Ruto uende ufanye kazi huko State House, utaenda tu kufanya hivi tu kiolela hiyo kazi. Unaenda unafanya vizuri. Ikikaguliwa inaonekana ni nzuri. Je, kazi yako ikikaguliwa, mtu wa Mungu, tangu ulipookoka uko na mbegu ambao umepanda, mbegu nzuri. Bwana asifiwe. Mungu akiangalia ile kazi ambayo umekuwa ukifanya tangu ulipookoka, ni kazi ambayo ina matunda, iko na matunda. Bwana asifiwe. Maana hiyo ndio inategemea kwamba je, utapata urejesho mbele za Mungu, utapata kukumbukwa mbele za Mungu. Maana tulisema Mungu hakumbukaji tu watu hivi tu. Hapana. Atasoma kwenye Biblia yote, watu wote ambao Mungu aliwakumbuka, hata wao walifanya kitu. Walifanya kitu. Lakini hawakuwa tu watu ambao wamekaa tu wakiogopa. Bwana atusaidie. Ni vizuri watu wa Mungu, kama tunataka na hata tuwe na tupande mbegu nzuri mbele za Mungu ambao itakayozaa matunda. Tuwe na bidii watu wa Mungu. Tuwe watu ambao hawana hii roho ya uvivu. Usikubali uvivu katika maisha yako. Ikifika ni mambo ya Mungu, kuwa na bidii. Bwana asifiwe. Mtu ambaye si mvivu, tulisema ni mtu anayefuatilia. Fuatilia mambo ya Mungu. Fuatilia Mungu. Fuatilia kwenda kwenye ibada. Fuatilia katika kusoma neno la Mungu. Bwana atusaidie. Kuwa mtu wa kufuatilia. Si ndio? Usikubali uvivu. Mimi najua ya kwamba leo hii tuko kwenye dunia ambayo watu ni wavivu kabisa. Watu wameshikwa na roho ya uvivu kwa mambo ya Mungu. Na ndio unakuta hata shamba la Mungu iko empty, haina kitu. Hakuna kitu ambao watu wamepanda kwenye shamba la Mungu. Maana ninaamini ya kwamba kwenye shamba la Mungu katika ulimwengu wa roho inahitajika kuwe na mbegu pale inayomea. Mbegu ya imani, mbegu ya uvumilivu, mbegu ya kungoja. Leo hii kwa sababu hiyo mbegu ya kungoja, si unaona watu wengi hawawezi ngoja. Mtu anakuja anakaa kidogo, anaondoka. Hana mbegu yoyote. Mtu anakuja anamuamini Mungu kidogo, anaondoka, anarudi nyuma. Bwana atusaidie kwa sababu ya uvivu. Tuwe watu wa Mungu ambao wana bidii. Kuwa na bidii mtu wa Mungu. Jitolee kwa Mungu. Mpende Mungu. Usijifunike bulangeti la uvivu. Mtamalizia katika kitabu cha Mithali 6. Leo tu tumejifunza kitabu Mithali peke yake, ndio kitabu ambao tumejipata somo letu siku ya leo. Mithali 6, ukisoma mstari wa 6, inasema ya kwamba ewe mtu mvivu,
mwendee chungu, zitafakari njia zake, ukapate hekima. Kwa maana yeye hana akida wala msimamizi wala mkuu, lakini hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua, hukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Ewe mtu mvivu, utalala hata lini? Utaondoka lini katika usingizi wako? Bado kulala kidogo, kusinzia kidogo, bado kukunja mikono upate usingizi. Hivyo umaskini wako huja kama mnyang'anyi, na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha. Bwana asifiwe. Biblia inazungumzia kuhusu hawa viumbe ambao wanaitwa chungu ama hawa mchwa. Na mwandishi anasema ya kwamba wewe mtu mvivu, ilienda kukaangalia hizo viumbe, hao wadudu vile wanavyofanya kazi. Na anasema sitafakari njia yake upate hekima. Maana mtu mvivu tulisema ni mtu ambaye hana hekima, ni mtu ambaye hana. Biblia inasema ya kwamba mtu mvivu ni mtu ambaye hana akili, hana ufahamu, ni mtu ambaye anafanya tu vitu vya kawaida. Tuliona ya kwamba mtu mvivu ni mtu ambaye anachimba tu hapa juu na anajenga kitu ambao haina msingi. Na ndio maana unaona leo hii katika kanisa la Mungu inafika mahali Mungu akianza kuinua watu wengine, kuna wandugu na wadada ambao wanakasirikaga ama wanashikwa na wivu. Lakini unapoona watu wa Mungu wakati wanainuliwa ni watu ambao wamelipa gharama, wamepanda mbegu ya kulipa gharama, wamemwamini Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Unakuta ya kwamba kwa sababu ya uvivu hata ndio inafanyaga watu wengine wanarudi nyuma. Uvivu. Mtu anashikwa tu na roho ya uvivu, anaanza kurudi nyuma polepole. Lakini mtu mwenye bidii anaendelea mbele, harudi nyuma. Anaendelea mbele mpaka akutane na muumba wake. Biblia inatuambia ya kwamba hawa wadudu, hizi viumbe zinajiwekea chakula, zinajiwekea akiba. Wakati wa jua wanakusanya, na hata hawana mtu anayewaongoza. Hata sisi hapa tuko heri, tunaye mchungaji ambaye anatuongoza. Hizi vitu hata haina ati kiongozi wao anayewaongoza, si ndio? Lakini wanafanya kazi kwa bidii, wanajiwekea. Lakini unashangaa ya kwamba watu ambao wana kiongozi anayewaelekeza, lakini roho ya uvivu inawashika. Hii ni roho mbaya, watu wa Mungu. Na Biblia inauliza ya kwamba ewe mtu mvivu, utalala mpaka lini? Ondoka katika usingizi wako. Mtu anayependa kulala, watu wa Mungu, na sisemi ya kwamba watu wasilale, ni vizuri ulale upumzike. Lakini mtu anayependa usingizi, kuna watu hata ulala mchana. Unalala tu mchana. Hata kama una shughuli ambao unaenda labda uko siku ya mapumziko, uchukue Biblia, neno la Mungu usome na uitafakari. Kuna watu hata wanalala tu mchana. Na unajua kwanza ukilala mchana, ukienda kuamka unaamkaga ukiwa umechoka sana, si ndio? Ukiwa mchovu. Watu wa Mungu, Biblia Mungu anataka tuwe na bidii katika kazi yake. Bwana asifiwe. Ili tuweze kupata ile urejesho ambao tumeona kwenye Biblia. Urejesho wa kweli. Maana unajua leo hii watu wanadanganywa hata na watumishi wa Mungu. Na Mungu atusaidie tusidanganye watu. Maana tukija hapa tuanze kudanganyana ya kwamba tutarejeshwa na hatuna kitu. Kweli hiyo ni uongo tu. Hauwezi rejeshwa tu kutoka tu kwa hewa. Mungu harejeshaji tu hewa. Hapana. Mungu ni mwenye ufahamu, wajua watu wa Mungu. Mungu ndio mtawala wa dunia. Anajua. Mungu harejeshaji tu hewa, watu wa Mungu. Hapana. Ni watu wafanyie kazi. Wafanye kazi. Fanya kazi.
ndio Mungu akurejeshe. Lakini tukija hapa tuanze kuambia watu ya kwamba utarejeshwa na nini? Wale waliporejeshwa kwenye kitabu cha Psalms 126 tuliona ya kwamba ingawa Mungu aliwarejesha, lakini walipanda mbegu walipokuwa katika hiyo nchi ya uhamisho. Walipanda mbegu, walivumilia. Panda mbegu hata sasa. Unaona hata wakati ambao kuna shida nyingi, kuna hali ngumu, hii ndio wakati wa kumpandia Mungu mbegu. Bwana asifiwe. Sio wakati wa mambo mazuri. Wakati wa mambo mazuri hata labda unafurahia tu. Wakati huu, wakati ambapo watu wanarudi nyuma, ndio wewe unatakiwa umfuate Mungu zaidi, uzame kwake zaidi, na atakuja atakurejesha, akutendee maajabu mpaka watu washangae. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mungu awabariki. Tutaendelea.